Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mataifa mengi ya magharibi katika mzozo kati ya Iran na Israel yanaonekana kuwa upande wa Israel, lakini pia miongoni mwa mataifa ya BRICS yanajikita zaidi kuwa katika upande wa Iran, na bila shaka ni kutokana na kwamba Iran ni mwanachama katika BRICS. Lakini katika mzozo huu unaozidi kuongezeka katika Mashariki ya Kati unaipa India wakati mgumu sana. India, ikumbukwe, ni mwanachama wa BRICS na wanachama mataifa makubwa kama vile China na Urusi yameonyesha wazi kwamba yanaunga mkono upande wa Iran. Hata hivyo, inawezekana ni kutokana na kwamba mataifa hayo yamenufaika kutokana na Iran. Lakini pia kuwa katika sehemu ya jumuiya moja kunamaanisha kwamba lazima katika baadhi ya mambo muwe pamoja. Lakini hali kwa upande wa India inazidi kuwa katika wakati mgumu kutokana na kwamba inapaswa kwanza kusawazisha usalama wa nishati, utulivu wa kiuchumi na diplomasia yake dhaifu kati ya Israel pamoja na Iran. Lakini pia India inadumisha uhusiano wa kirafiki na Israel na Iran, ambayo ni matokeo ya kitendo maridadi cha kusawazisha kilichoanza miaka mingi nyuma. New Delhi inajikita katika hali mbaya, kwani mzozo wa Israel na Iran unaonekana kuzidi kuwa mzozo mkubwa na kuongezeka kwa idadi ya vifo na kutokuwa na uhakika. Kamba ya kidiplomasia ya India katika miaka 10 iliyopita, India imeimarisha uhusiano na Israel haswa katika ulinzi na teknolojia. India imenunua silaha za hali ya juu ikiwa ni pamoja na makombora ya kujilinda ya Barak 8, ndege zisizokuwa na rubani UAVs, silaha zinazorandaranda na mifumo ya kisasa ya rada. Na hata katika mzozo wa muda mfupi wa mwezi uliopita kati yake na Pakistan, New Delhi imeripotiwa kutumia silaha mbalimbali za asili ya Israel, kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati na wa kiulinzi. Wakati huo huo, India inatathmini uhusiano wake wa kihistoria na kiutamaduni na Iran na vilevile jukumu lake la kimkakati katika muungano wa kikanda, usalama wa nishati na usawa wa kijiografia. Tehran pia ni muuzaji mkuu wa pili wa New Delhi wa mafuta ghafi, na hivyo wakati huu bado India imekuwa katika mkanganyiko. Ilidaiwa kwamba huenda India ikaunga mkono upande wa Israel, lakini wakati huu ipo kile wazungu wanaita dilema, kwani katika pande zote mbili inakuwa ni kama vile imezungukwa na nchi zote mbili, kwa maana kwamba imekuwa na urafiki wa mataifa yote mawili. Kibaya zaidi, Iran pamoja na India ni wanachama wa BRICS, miongoni mwa makundi ya kiuchumi ambayo kimsingi yameonyesha athari chanya katika ulimwengu katika miaka ya hivi karibuni. Lakini muhimu zaidi, Iran inafanya kama lango la India kwa Afghanistan pamoja na Asia ya Kati. Mradi wa bandari wa Chabahar kwenye Ghuba ya Oman uliotayarishwa kwa pamoja na India na Iran ni msingi wa mkakati huu unaoipa India ufikiaji wa moja kwa moja wa eneo hili huku ikipita Pakistan. Wataalamu wa mambo wanazungumzia matukio ya sasa wakisema kwamba India inahitaji kudumisha usawa wake ili kulinda uhusiano wake wa usalama na Israel, kulinda maslahi yake ya kimkakati na ahadi za kiuchumi katika bandari ya Chabahar. Pamoja na malengo hayo yanayotofautiana, utata wa kimkakati unatimiza madhumuni ya India kuburutwa kwenye mzozo huo ambao unalazimu kuongezeka kwa vita vinavyoendelea. Hata hivyo, wiki iliyopita waziri wa masuala ya mambo ya kigeni wa India alitoa taarifa ikielezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu matukio ya hivi majuzi kati ya Iran na Israel. Wachambuzi wa mambo wanaielezea India, ambayo imezitaka pande zote mbili kuepuka hatua zozote za kuongezeka katika mzozo huo, ipate njia ya kuhakikisha inakuwa haina upande wowote katika nchi zote mbili, ikikaa katikati kwa ajili ya kuleta diplomasia, na hivyo itahakikisha inabaki salama na kuwa katika pande zote mbili. Ikishikilia sera yake ya utata wa kimkakati na kutoegemea upande wowote, India ilijitenga na taarifa za hivi karibuni za shirika la ushirikiano la Shanghai SCO la kulani mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. SCO ni kambi ya wanachama 10 iliyoundwa na China na Urusi ili kukabiliana na uratibu wa kimataifa unaoongozwa na mataifa magharibi. India pia ni mwanachama wa SCO licha ushindani wake wa kikanda na Uchina, ikijibu kuongezeka kati ya Israel na Iran. SCO imeonyesha wasiwasi mkubwa na kulani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Israel, lakini ni India ambayo ilikaa kimya, na wachambuzi wa mambo wanasema hii ndio diplomasia itakayoiweka salama India.
Lakini kimsingi, kutokana na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba India ipo katika dilema, haielewi ni wapi egemee. Lakini wachambuzi wengi wanadai kwamba India inaweza ikawa salama ikiwa haitajihusisha na upande wowote. Lakini wengi wakajiuliza, je, pale ambapo mashambulizi yatazidi ni wapi India itaegemea? Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.